السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Nausia eji wa Islam pamoja na kuhusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amesema: inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala amekusanya mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni maamrisho, jambo la pili ni makatazo. Ameamrisha mambo mawili ambayo ni ya ujumla, ni usul katika akhlaq, ni usul katika tabia. Ameamrisha mambo matatu na akakataza mambo mawili ambayo pia ni usul, misingi katika tabia. Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha al-adl, anaamrisha uadilifu. والعدل هو وضع الشيء في موضعه الصحيح، ni kukiweka kitu sehemu yake sahihi, na kinyume chake ni dhulma. Kila pale ambapo hujaweka kitu sehemu yake sahihi ni dhulma. Na ndiyo maana miongoni mwa uadilifu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahda bila kumshirikisha na chochote. Ni katika uadilifu, kwa sababu ibada ina sehemu yake ya kuelekezwa, inaelekezewa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili yake peke yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako peke yake bila kumshirikisha. Hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka mauti ya kujie, non stop, hakuna kusimama. Ilipoelekezwa ibada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akasema hiyo ni dhulma na wala si uadilifu. Akasema inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa kabisa. Hii ni nguzo kubwa katika nguzo za Uislamu, na ni nguzo kubwa katika nguzo za iman. Shahadatu an la ilaha illa Allah wahdah la sharika lah, wal imanu billahi wahdah. Kwa hiyo katika uadilifu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wahdah, na katika dhulma ni kumshirikisha.
ukaomba vinyamkera, ukaomba mizimu, ukatambika katika vibanda, katika miti, katika mizimu wanaoitakidi mizimu, wama ila dhalik. Yote hii ni dhulma na wala sio uadilifu. Wa min al-adl, na katika uadilifu ni kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema Muhammad, waambie ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammad ninayowaelekeza, ambayo si mengine isipokuwa ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lolote ambalo hajalielekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam, hata kama likiitwa ibada, usilifuate, kwa sababu ni uzushi, na uzushi haufai kwenye dini. Wa min al-adl, na katika uadilifu ni al-adl bainaka wa baina nafsik wa baina ikhwanik wa baina jiranik wa baina ahli mujtama'ik. Na katika uadilifu ni kuifanyia uadilifu nafsi yako kwa kuihurumia, kwa kujiweka mbali na maasi, kujiweka mbali na kila aina ya maasi. Ni kuhurumia watu wako wa karibu, wazazi wako, watoto wako, kwa kuwapa haki zao. Ni kuwahurumia majirani kwa kuwapa haki zao. Ni kuwahurumia watu wa jamii yako kwa kuwapa haki zao. Almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake watasalimika na ulimi wake, yaani maudhi ya ulimi wake, matusi, kejeli, dharau, uongo, ufitinishaji, umbea, uchochezi, wama ila dhalik. Wa yadi, na Waislamu wenzake watasalimika na mikono yake, asiwaudhi, asiwafanyie uadui kwa dhulma, wama ila dhalik. Wala ta'tadu, Allah anasema msifanye uadui, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wafanya uadui. Ayuha almuslimun, katika yaliyoamrishwa na aya hii al-ihsan. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah anaamrisha uadilifu na ihsan. Wal ihsanu lahu ma'nayan 'am wa khas. Ihsani na maana mbili, maana ya ujumla na maana maalum. Ama maana ya ujumla huwa itqanu a'malik, ni kufanya uzuri matendo yako ya ibada. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kwamba anampenda mja ambaye akifanya jambo ayutqinahu, alifanye kwa uzuri. Hadha min al-ihsan, kutekeleza mambo ya ibada kwa uzuri wa hali ya juu. Ukiswali uswali kiuhakika, kitoa zaka uhakikisha unaijua zaka jinsi ya kuitoa. Birrul walidain, uangalie wazazi wawili kwa moyo mmoja, sio kwa kulazimishwa. Wa hakadha at-tasadduq, unapotoa sadaka utoe kwa moyo mmoja na kwa mapenzi, wa ghairi dhalik.
Ama maana maalum ya ihsan, naf'u an-nas, kuwanufaisha watu kwa chochote ulichojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, imma kwa ilmu au kwa mali au kwa ushauri au kwa maelekezo, wa hakadha, au kwa tarbia, kwa malezi, yote ni ihsan. Na yote haya Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Akasema wa ita'i dhil qurba, na kuunga udugu kwa kuwapa watu wa karibu. Kuunga udugu na watu wako wa karibu kwa kuwapa sadaka, kwa kuwapa mali, kwa kuwapa ushauri, kwa kuwapa elimu, kuwapa maelekezo. Watu wa karibu ni wa mwanzo kabisa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamrishwa alinganie watu wake wa karibu awalan, kabla kulli shay. Kwa hiyo katika aina za kuunga udugu ni kuwapa mahitaji wanayohitaji kama una nafasi, lakini hata ushauri, lakini hata amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar, hata kuamrisha mema na kukataza maovu, yote ni katika silatur rahim, ni katika kuunga udugu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ametahadharisha kunako wale wanaokata udugu, akasema la yadkhulul jannata qati'u rahim, hataingia katika pepo yule ambaye anakata udugu kwa dhulma, kwa uadui, kwa kuchukia watu bila sababu katika ndugu, kwa kugombania mali na mengineyo. Ayuha almuslimun, dinuna dinu rahmatin wa ihsan. Dini yetu ni dini ya rehma na ihsan, ni dini ya udugu. Kumekuwa na tabia siku hizi, watu wanakuwa wakakasi, mtu na mdogo wake, bali mtu na baba yake, bali mtu na mama yake, wanaweza wakagombana kwa sababu ya vijimali vidogo kabisa vya urithi. Huu ni msiba mkubwa ambao umeikumba jamii yetu. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ayuha an-nas, enyi watu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ametukataza mambo mawili. Akasema wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, na anakataza al-fahsha halafu na munkar. Wal fahsha'u kullu amrin qabihin qabbahahu ash-shar'u wal 'aqlu au ash-shar'u biduni al-'aqli fahuwa qabih. Kila jambo ambalo sheria imelifanya jambo hilo ni baya, ovu, nafsi yako yenyewe inalikataa jambo lile, fahiya fahisha, jambo hilo ni fahisha. Miongoni mwa hayo ni azina. Zinani katika fawahish. Alliwat, mambo ya kaumu Lut ni katika fawahish ambazo tumekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali min kabairil muhlikat, ni katika madhambi makubwa yanayoangamiza. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa saa sabila.
msikurubie zina, hakika zina ni fahisha. Kwa nini fahisha? Kwa sababu zina, achilia mbali kuwa inachukizwa katika sheria inachukia zina, lakini hata binadamu mwenye akili timamu anachukia zina. Ayuha almuslimun, na zina ni msiba mkubwa leo hii, msiba ambao una utangulizi wake, msiba ambao una vishawishi vingi kama vile utandawazi, maendeleo, teknolojia ambazo zimewepesisha watu kuona vitu mbalimbali vinavyofaa na visivyofaa, ambavyo asili vingine si asili hata ya Muafrika, achilia mbali Muislamu. Mambo haya yamechangia kwa kiasi kikubwa kueneza dhambi hii na baya hili la zina, ambalo husababisha madhara makubwa katika jamii, ikiwemo kuchanganyika vizazi, ikiwemo kupatikana watoto wa mtaani wasiojua baba zao, bali yafika kipindi hata mama mwenyewe hajui baba mtoto. Jinsi hali ilivyokuwa mbaya, athari ya hilo hupelekea ukosefu wa maadili. Watoto watakosa maadili sahihi, na hivyo huishia mitaani, na baadhi yao huwa majambazi na vibaka na panyarodi na wengineo. Athari kubwa ya kijamii inayotokana na zina. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahu fahisha. Ayuha almuslimun, akasema wal munkar wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, na anakataza al fahsha wal munkar. Wal munkar kullu ma naha Allahu anhu fahuwa munkar, kila alilokataza Allah subhanahu wa ta'ala ni munkar, hata kama katika akili yako hulioni baya. Na hapa ndio tofauti ya fahisha na munkar. Munkar inawezekana ukaliona jambo zuri kabisa, fahisha akili yako haikubali kwamba hili jambo ni zuri, lakini munkar inawezekana jambo ukaliona ni zuri. Miongoni mwa hayo ni miziki, ambayo ni katika vichocheo vikubwa vya zina. Na ndio maana hapa akaunganisha kati ya fahsha na munkar au fahisha na munkar, kwa sababu yanayopatikana katika fahisha yanachochewa zaidi na baadhi ya mambo ya kimunkarati, na miongoni mwa hayo ni muziki, ambao umekuwa janga kubwa leo hii kwa vijana. Muziki ni haram katika Uislamu na katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudhilla an sabili llahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Na wako watu ambao wananunua mambo ya upuzi, ndio lahu alhadith, ili waweze kupoteza watu kutoka katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wametafsiri hapa kuwa lahu wal hadith ni muziki. Na ushahidi wa hilo, sikilizeni, au wanaosikiliza hiyo muziki wanajua maudhui ambazo zimo katika muziki. Asilimia 99 zinahamasisha zina. Wa ma'al asafi shadid, na kwa masikitiko makubwa jamii yetu imeingia humo na imeangukia humo, wakubwa kwa wadogo, wake kwa waume. Unaweza ukasema vijana tu, lakini hapana, hata watu wazima. Na kina mama wamekuwa mtihani mkubwa zaidi, na staili zao za kucheza vigoma na kucheza uchi mamitaani, mabarabarani, huku wakiwa na watoto wao wadogo wakiwaangalia. Mambo ya kufanywa vyumbani wanayoonyesha hadharani mitaani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Huwezi kuita jamii ya namna hiyo isipokuwa itakuwa ni jamii iliyokuwa na takhalluf. Maana yake ni jamii iliyochelewa, inayoishi miaka hiyo ya kibedui ya kishamba sana. Ama jamii ya watu waliosoma na kustaarabika hawezi kufanya vitu kama hivyo, achilia mbali kuwa dini imekataza. Ayuha shabab, enyi vijana, eleweni kwamba umma hauwezi kuendelea katika dini au dunia isipokuwa baada ya kuwa serious kwa kuacha maovu na kushikamana na yale ya haki na yenye faida, ima katika dini au katika dunia. Ndugu Waislamu, kwa kuwa tuko katika mwezi wa Rajab, napenda kutoa tambihi ya kuwa mwezi huu ni katika ashhurul hurum, ni katika miezi mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amesema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi hiyo. Kwa hiyo madhambi katika mwezi wa Rajab na miezi mingine ya ambao ni miezi mitukufu ni makubwa zaidi, yani dhambi zake ni kubwa zaidi, maasi ya dhambi zake ni kubwa zaidi katika miezi hii. Hata kama katika miezi mingine ni dhambi na haifai, lakini katika miezi mitukufu dhambi ni kubwa zaidi. Idhan hii kikiwe kichocheo kwetu sisi cha kujiepusha na kila aina ya maasi ikiwemo muziki. Na mwezi huu ayuha almuslimun hauna ibada maalum, na hadithi zote zilizopokewa kuwa na ibada maalum ni hadithi dhaifa. Lakini mtu anaweza kufanya ibada yake kama kawaida, anaenda umra wa hakadha. Wa min babi tanbih, na katika mlango wa tanbihi pia ni kuhusiana na yanayoendelea ya kusherehekea sikukuu ambazo si za Kiislamu, ambazo ni ibada kwao sio kwa Uislamu. La yajuzu ala almuslim almusharaka fiha, haijuzu kwa Muislamu kushiriki, kwa sababu kwao ni ibada, wanafanya ibada kama ambavyo wao pia wanaona haifai kushiriki katika ibada zetu ambazo ni ibada. Huwezi kuingia msikitini akaswali kwa sababu kwetu ni ibada, na ndio maana hata tukiswalia maiti wanakaa nje kwa sababu kwetu ni ibada, kwao si ibada. Kwa ibada yoyote ambayo si ya Kiislamu haifai wewe kushiriki, pamoja na kwamba tunaamiliana katika miamala ya kidunia kama majirani, bila kufanya uadui mtu wala kumdhulumu, tunaishi kwa ujirani na amani kabisa. Hili ni jambo la wajibu. Lakini mambo ya ibada yasiyokuwa ya Kiislamu usivuke mpaka. Ayuha almuslimun, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfik katika kufuata ya haki na atuepushe na kila aina ya batil. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuzidishie amani ya nchi yetu ambayo ilijaribu kujaribiwa na baadhi ya watu, lakini walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Tunashukuru kwa neema hii Allah subhanahu wa ta'ala ya kutuondoshea janga hili, na ili amani izidi kuendelea lazima tuendelee kuleta istighfar, kuleta toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maasi yetu tunayoyafanya. Kila mmoja na maasi anayoyafanya. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, yanayoyapata misiba ni kutokana na mnayoyachuma kwa mikono yenu. Kila mmoja aangalie maasi anayoyafanya ayache, ili tuweze kupata neema za Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo neema ya amani, neema ya mvua, neema ya riziki mbalimbali. Kuchelewa kwa hizi mvua katika baadhi ya maeneo na ukame unaokuja ni kwa sababu ya maasi yetu, sio kwa sababu ya serikali fulani au ya mtu fulani. Maasi yetu kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio maelekezo ya dini yetu. Kama hatubadiliki, kila mmoja kutubu madhambi yake, kila mmoja akaacha dhambi anayoifanya,
tutaishia kulaumiana, tutaishia kumlaumu fulani na fulani, na hali haitobadilika hata aje nani. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah anasema hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala hayabadilishi mambo waliokuwa nayo watu mpaka wazibadilishe nafsi zao. Kwa hiyo kama hatutobadilika, tutaendelea kuishi kwa wasiwasi, tutaendelea kukosa mvua, tutaendelea kupata majanga mbalimbali. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila Muislamu aete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Nuhu alayhi salam kuambia watu wake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara, mpaka mwisho wa ayat. Ikawaambia leteni istighfar, Allah atawaletea neema mbalimbali ikiwemo mvua zisizokatika. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala alhidayata wattawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.